Hali gani mtazamaji wa Come TV Tanzania na mfuatiliaji wetu katika platform hii ya playlist ya YouTube, na tumai utakuwa ni mzima wa afya. Najua hapo ulipo pengine unaweza unasumbuliwa na maradhi, ndugu jamaa na marafiki. Tuendelee kuombea uzima, tuendelee kuombea afya. Leo ni siku nyingine ambayo tutaelekezana na tutafundishana mambo kadhaa kuhusiana na hali halisi ya mchezo mzima katika draft hili la maisha hapa duniani. Na haya tumekuwa tukiyazungumza katika series zetu mbalimbali ili kuweza kuwekana vizuri kama wa Afrika, kuweza kuwekana vizuri katika hili ambalo tuko nalo hapa duniani. Na tulisema maisha haya ni kama game, ni kama mchezo ambao inabidi ugundue na inabidi tuugundue ili tuweze kuishi katika misingi fulani hivi. Sasa najua wengi tumejifunza katika dini zetu, tumejifunza katika imani zetu mbalimbali, lakini inahitaji hekima, inahitaji busara, inahitaji umakini mkubwa katika kujifunza haya. Kwa sababu ukikurupuka sana, ukienda sana, pengine unaweza ukajikuta kwamba umeingia katika makosa makubwa sana ambayo unaweza ukajutia kwenye maisha yako, aidha kwa kutaka au kutokutaka. Sasa leo tutazungumzia kuhusiana na kanuni kadhaa, hasa kanuni ya upendo au kanuni ya wema. Na hii ni kanuni mojawapo ambayo imejificha sana. Pengine watu hawaielezei kama jinsi ilivyo, wamekuwa wakiitaja tu na wakisema tu, na kuitekeleza kwake inakuwa ni ngumu sana. Sasa kama nilivyowaambia kwamba hapa duniani tumeletwa, lakini tumepewa mifumo ambayo hiyo mifumo ambayo tunatakiwa tuishi kwenye hiyo mifumo, lakini tuifuate hiyo mifumo ambayo itatuongoza ili kuweza kuhakikisha kwamba tunaishi katika hali ya usalama bila madhara, aidha hapa duniani na baada ya kutoka hapa duniani. Sasa moja kati ya vitu ambavyo watu hawajagundua au wanaambiwa tu, lakini pengine wasifanyie kazi, na umefika wakati sasa wa Mwafrika kukaa vizuri na kuweza kugundua baadhi ya vitu. Leo nitazungumzia hii kanuni sana, na nianze kwa maelezo mafupi ambayo pengine yatatufungua. Na kabla sijaanza, kwanza jina langu naitwa Mr. Come TZ, na pia unaweza kuendelea kutufollow, kulike, kushare, na pia kudondosha comment yako na kusema chochote kuhusiana na mada na playlist hizi ambazo tunakuwa tunazileta kuhusiana na kipindi hiki cha Human Hits. So tuendelee na sehemu hii. Kwanza tunatakiwa tukumbuke, tufahamu kwamba wema, ukarimu, upendo na kujali wengine, hichi ni chanzo cha fursa na ni chanzo cha uhai, ni chanzo cha ulimwengu kuwa na amani, kuwa na uzima, kuwa na jinsi ambavyo unavyoona katika ulimwengu vyote vinavyofanya kazi, jinsi vitu vinavyofanya kazi, jinsi vitu vinavyo survive. Kumbuka vipo kwenye kanuni ya kuwema, ukarimu, upendo na kujali wengine. Na hatuizungumzi tu, tunaizungumza kwa vitendo, na tunaizungumza kwa maana na kwa mfano ufuatao. Kwamba sisi hatujaachana na asili. Sisi wanadamu hatujaachana na asili. Kama ilivyo asili ya wema, asili ya upendo, asili ya kusaidia wengine kwa viumbe wengine, na sisi ndiyo hivyo. Kabla sijaenda kuifafanua ndani zaidi, nitoe maelezo haya yafuatayo. Unajua, katika safari yetu ya maisha, wema, ukarimu, upendo na kujali wengine itambulike kwamba ni maadili yanayomfanya mtu kuwa bora zaidi na kufanya tuwe na uhusiano mzuri na jamii yetu na viumbe na vitu vyote vilivyotuzunguka. Lakini pia katika kila tendo la wema tunachokifanya au ukarimu tunaofanya, tunautoa, na mambo mengine yanayohusiana na mambo ya upendo, kusaidia wengine, hii tujue kwamba inafungua fursa na milango mipya, sio ya kiroho tu, bali inafungua milango ya kimwili pia vile. Kinachotendeka sirini pia hata dhahiri kinaweza kikatendeka vile. Na hii sio kwa watu wengi tu, bali hata kwa mtu binafsi. Hasa fursa nyingi ambazo zinawagusa watu wengi walioko katika jamii yetu, hasa wale wanaotoa msaada au wanaofanya mema au wanaotenda mema kwa watu.
kwenye maisha ya watu, mara nyingi ukiona maisha yao yanakuwa yako tofauti sana. Ndio maana unaona matajiri wengi, watu wengi ambao wamefanikiwa, hawawezi kuwaeleza moja kwa moja, hawawezi kuambia moja kwa moja jinsi gani ukarimu na upendo wanaofanya, bali namna yake wanaifanya katika namna ya usiri. Ndio maana wanapokuwa wanatoa misaada, wanapokuwa wanasaidia watu, vitu vingine hawavitangazi. Maana yake wanaenda kwenye kanuni ya ulimwengu, wanaenda kwenye kanuni ya dunia inayosema upendo, ukarimu na kujali wengine huwa ina reflect kwenye maisha ya huyo mtu, au ina reflect kwenye maisha halisi ya wanadamu. Sasa kama ilivyo asili yetu ilivyo na kanuni ya upendo, kanuni ya wema, kanuni ya ukarimu na kusaidia viumbe wengine, ndivyo hivyo na sisi tunatakiwa tuishi kwenye kanuni hiyo. Kuna siku nitakuja kuwaeleza nini maana ya chini juu, juu chini. Hii ina maana kubwa kwenye kanuni hii ya wema, ukarimu, upendo na kujali wengine. Sasa nielezee kidogo namna ambavyo ulimwengu umekuwa ukiishi na sisi kwa wema, ukiwa unaishi na sisi kwa ukarimu, ukiwa unaishi kwa namna ya kusaidia viumbe. Kwa mfano, tukiangalia asili ya ulimwengu kwa maana ya maji, udongo, hewa pamoja na jua au energy na vitu vingine kama mwezi na vitu vingine, vimekuwa vinaishi na sisi kwa wema, vimekuwa vinaishi na sisi kwa upendo, vimekuwa vikiishi na sisi kwa kutusaidia, sio sisi tu bali inasaidia hata viumbe wengine kama wanyama, mimea na vitu vingine kama hivyo vyenye uhai. So kuwepo kwake yenyewe hatuvilipi, hatuvidai, hatufanyi chochote, lakini vyenyewe vimekuwa vikitusaidia kwa wema, kwa ukarimu, kwa upendo. Kama ilivyo asili kwa hivi vitu ambavyo vinatusaidia, basi na sisi tunatakiwa tuishi kwenye misingi hiyo ya wema, ya ukarimu na upendo. Ndio tutaona nafasi na ukuu katika uwepo wa roho zetu na nafsi zetu katika maisha yetu. Tutayaona yanabadilika kulingana na jinsi ambavyo tunaiapply kanuni hii kwenye maisha. So tunaweza kukumbuka, so kila kitu kinafikiwa kwa juhudi za mtu mwenyewe binafsi peke yake, bali ni nguvu ya kutuunganisha pamoja katika maadili ya kiroho. Nirudie tena hapa tuelewane vizuri. Tukumbuke kwamba so kila kitu tunachokifikia au tunachokifanya ni kwa juhudi zetu binafsi, bali ujue kuna nguvu fulani ya kutuunganisha pamoja katika maadili ya kiroho. Na hii ni kwa sababu kwa kushirikiana kwa wema, kwa upendo, na tunajenga mazingira ya amani na mshikamano na fursa za baadaye. Na hivyo inatakiwa tukumbuke kwamba kila tendo au kila kitu tunachokifanya kwa kujali au kuonyesha upendo na kuwa na moyo wa kusaidia wengine ni sehemu tu ndogo ya kuchakata au ya mchakato ya kujenga dunia bora yenye mafanikio. Hii imejificha katika mawimbi fulani hivi ambao tutakuja kuyazungumzia kwenye series au playlist zifuatazo. Namna gani tunajiconnect na vitu vingine. Mbona sasa kanuni ya ulimwengu inatutaka tuwe na frequency ambazo mawimbi yake yanategemea ukarimu, upendo na namna ambavyo tunasaidiana, namna ambavyo tunaishi. So tunaposhirikiana na kuthaminiana kwa maadili haya, tunaleta mabadiliko chanya katika maisha yetu. Na hii hata inakwenda zaidi katika maisha ya watu wengine na viumbe wengine. Unadhani na unafikiri kwamba sisi tunayoyafanya ni kwa ajili yetu? Hapana. Tunatakiwa tujue tunafanya haya pia hata kwa viumbe na maisha ya watu wengine. So fursa za baadaye zipo tu mbele yetu. Kwa mtazamo wa ndani tunatakiwa tujue fursa za baadaye au fursa za maisha ambao tulionayo ziko mbele yetu tu. Ni namna ambavyo tunaweza tukaswitch tu wema na upendo ambao wa kufungua fursa za mafanikio au kufungua milango ya mafanikio kwa kutegemea kuendana na kanuni za ulimwengu za wema, ukarimu na upendo na kujali wengine. Hii ndio misingi ambayo imejificha sana. Ndio maana unajikuta kwamba watu wa dini, watu wa imani mbalimbali na mifumo mbalimbali inasisitiza sana kanuni hii. Hawaiweki wazi kwa maana kwamba kuwaeleza watu kwamba hii ni kama mawimbi ya umeme. Ni mawimbi ya umeme ambayo yanaweza kumpata mtu, either yakamsaidia au kutokumsaidia. Ni namna gani ambavyo natakiwa kufanya. So sisi kama Come TV Tanzania tunapenda sana kuendelea kufahamishana
kuonyeshana umuhimu wa kujua maisha yetu ya kiroho na maisha yetu ya kimwili. Kwa kuendelea kufuatilia akaunti hii ili kupata uthamani wa kujijua wewe ni nani na kujua ni namna gani ya kufanya. Ndio maana waliokuwa wana-apply kanuni hii, mara nyingi mafanikio yao na maisha yao yamekuwa tofauti sana katika ulimwengu wao wa kiroho, lakini pia ulimwengu wao wa kimwili. Maana kama ulishawahi kuchunguza, kanuni ya upendo, kanuni ya wema huwa haihusiani kabisa ya moja kwa moja, yani ile directly kwamba na imani fulani ya kidini, labda Muislamu, Kristo au mpagani au Mbudha. Yani kanuni ya upendo inabaki kuwa kanuni ya upendo, kanuni ya wema, kanuni ya kusaidia inabaki kuwa kanuni ya kusaidia, kwa sababu tupo kwenye misingi ya ulimwengu. Yani tunabaki pale pale kusema kwamba kanuni hii ukiapply itareact kwa mtu yoyote. Yani haimaanishi kwamba wewe uwe Mkristo sana, uwe Muislamu sana, uwe unashinda sana kanisani, uwe unashinda sana msikitini. Kanuni hii ukiapply kwa mtu yoyote, kwa kiumbe yoyote, inamaanisha kwamba itajitokeza. Ndio maana kuna watu ambao hawaamini katika dini, hawaamini katika imani za kidini, lakini wakiapply kanuni hii, mafanikio yao huwa yanajionyesha waziwazi. Mafanikio yao, neema zao na baraka zao zinajionyesha tu. Na pengine kuna wengine wana-apply kanuni hii kwa siri. Unaweza kumkuta uko naye, unasali naye kanisani, unasali naye msikitini, unafanya naye ibada mbalimbali za kimila, za kidesturi, lakini yeye akitoka hapo anakwenda kuapply kanuni hii katika namna ambayo yeye anaijua. Na tunapozungumzia upendo hapa, ndugu zangu, tunamaanisha kitu kikubwa sana. Tunapozungumzia wema, tunamaanisha kitu kikubwa sana. Na kuna wazee na wahenga walisema wema hauozi, kwa maana ya kwamba haya ni mawimbi ya umeme. Haya ni mawimbi ambayo yanazagaa katika mfumo wa kiroho, ambayo ukiyafanya, ukiyatenda. Ndio maana kuna baadhi ya dini wanakuambia kwamba ukitenda mema hapa duniani utalipwa mazuri huko unakokwenda. Maana yake bado uko kwenye ile asiri kwamba endapo ukitenda mema hapa, ile kanuni itajiapply kwenye mfumo pia wa pili. Umeona na hili tumekuwa tukisisitiza sana. Ndio maana kuna watu huwa hawataki kuambia ukweli kwamba haya ni mawimbi ya umeme ambayo yana uwezo wa kunasa, ni frequency kama radio unavyotafuta channel. Umeona, unapotafuta channel una search, haihusiani kabisa na ya moja kwa moja na imani zingine, imani za watu tofauti, bali imani zote, dini zote tunaoziona katika hii dunia zina apply kanuni hii. Ndio maana hata siku moja hujawahi kuona upepo ukaacha kuwasaidia viumbe wake. Yani wewe kwa mfano unavuta hewa, ndio unavuta hewa inakusaidia wewe kuishi. Umeona, yani pumzi hii, upepo huu unakusaidia wewe kuishi, lakini wewe hujawahi kushukuru, hujawahi kusaidia upepo, lakini wenyewe unakusaidia wewe. Umeona jinsi gani kanuni hii ya upendo, kanuni hii ya wema inavyo apply kwenye asili. Lakini pia udongo, ardhi ambao tunaikanyaga kila siku, hujawahi kuilipa wala hujawahi kuitendea wema, ila yenyewe inakutendea wema kila siku. Vile vile hata kwa maji ambao unayatumia kila siku, bado yako kwenye kanuni ile ya upendo, kanuni ya wema. Na pia jua, mwezi bado vinaendelea kutusaidia sisi pasipo vyenyewe sisi kuvisaidia vyenyewe, lakini kwa namna ya kipekee na kwa namna ambayo usioiona na usioijua. Vitu vingi sana ambavyo tunaishi navyo hapa duniani, aidha mimea, wanyama na viumbe wengine, tunaishi navyo katika misingi na kanuni ile, lakini namna ambavyo tunavyoiapply sisi wanadamu au sisi watu ndo inaleta matokeo tofauti kwa kila mtu au kwa kila jamii. Kwa mfano sisi wa Afrika, kwa mfano sisi wa Haya,
sisi Wakelewe, Wachaga, Wajita, Wairaki, wanini. Namna ile kanuni tunavyoiapply ndivyo hivyo na reflect kwenye jamii zetu. Na ili kwa wenzetu wazungu walifanikiwa na wenzetu wa Arabu walifanikiwa. Ndio maana unaona wanatoa misaada sana katika nchi za Kiafrika. Nyinyi mnaona kama vile wanawatesa, nyinyi mnaona kama vile wanawafanyia kitu sio kibaya, sio na nini, nani sawa. Yani japokuwa yote yametendeka, lakini bado wanaendelea kutoa misaada. Hata kama ni misaada ya masharti, misaada ya nini, lakini bado wana apply ile kanuni. Kanuni ile haijawahi kumwacha mtu salama. Anayesaidia siku zote atafanikiwa tu, anayetoa. Ndio maana unaona Waarabu ikifika wakati fulani wanatoa. Na ngoja niwaambieni kitu kimoja. Katika wema huu na katika misaada hii na katika kutenda mema, itategemea wema huo unautenda katika frequency namba ngapi au frequency ipi. Umeona? Sasa wengi wao tunashindwa kujua hizi frequency za wema, frequency za kusaidia wengine, frequency za upendo. Hizi frequency za upendo zimegawanyika katika makundi mengi, katika namna nyingi. Ndio maana unaona kuna ambao wana apply katika pesa, kuna ambao wana apply katika vitu. Umeona? Kwa mfano kuna wengine wana apply katika kafara, sijui wengine wana apply katika kutoa chakula, wana apply katika. Unaona, yani kuna kitu hapa nataka kuelezea, kitu kikubwa sana hapa, lakini nitakipa nafasi siku nyingine ili tuje tukielezea vizuri, tuelewane vizuri katika eneo hilo. Kwa hiyo ibaki tu kusema kwamba na tuelewane kwamba kanuni hii ni muhimu sana sana sana. Hata unayemuona anatenda dhambi, unamuona huyu mshirikina, huyu mnafiki sana, huyu mchawi sana, huyu sijui hivi na hivi, lakini behind na hapo, nyuma na hapo, inabidi uangalie kwa makini sana. Ni mchawi ndio, ni mshirikina ndio, ni malaya ndio, lakini kila kitu anafanya ndio kibaya ndio, lakini upande wa pili anavyo apply kanuni hii, anaiapply katika namna ipi, katika frequency ipi, katika mawimbi yapi? Hii imebaki kuwa siri, na ndio maana ulimwengu huu umebaki kuwa kama darasa la kujifunza. Hii ni kama jela ambayo watu tunatakiwa tuijue tu namna ya kuishi hapa. Tumekuja na tutaondoka, na tulivyokuja, kama ukiondoka bila kujua, basi inaweza ikawa ni hasara kubwa sana kwa wale na kile kizazi utakokiacha hapa, kwa sababu nafsi, mwili vitaendelea kuishi katika namna nyingine ya kuapply experience nyingine. Umeona, bila kupata mawimbi umeme ambayo sisi tuliyafanyaje, tuliwasaidia hawa viumbe ambao wataendelea kuishi mbadala wetu. Matumaini yangu na matumaini yetu ni kuona kwamba tuna apply kanuni hii ya wema, kanuni hii ya upendo, kanuni hii ambayo ni ya kusaidia wengine. Ndio maana wengi wamekuwa wakitoa msaada, wengi wakitoa sadaka, wakienda kufanya nani mbalimbali ili kuapply kanuni hii. Kanuni hii haijawahi kumwacha mtu bure, haijawahi kumwacha mtu vibaya, haijawahi kumwacha mtu salama. Ukiapply utaona matokeo yake. Endelea kufuatilia Come TV Tanzania, na hii ni Human Hits ya Come TV Tanzania. Huu ni wakati wa Mwafrika. Jina langu ni Mr. Kam wa Come TV Tanzania.